Kwanza asante sana kwa pongezo zonipa, ila haleluya, kama ulivyosema amefanya vizuri sana. Hata mimi pia alikuwa ni mwalimu wangu kwenye vitu vingi, hata kwenye upande wa referee amekuwa mwalimu wangu, amenielekeza kwenye upande wa ufundi, tulikuwa tunafanya naye kazi. Kwa hiyo hata leo ndo maana hata yeye mwenyewe anajua kwamba kabisa ligi ameacha mikono salama. Madhaifu, kila binadamu ana upungufu na mazuri yake. Kwa hiyo mimi nitajaribu kufanya kadri ya uwezo wangu. Siwezi kuangalia wapi alipofanya madhaifu kwa sababu naamini amefanya mengi mazuri. Kwa hiyo mimi nitaangalia kadri ya uwezo wangu ninapoweza kufanya ili at least kuwe kuna utofauti wa msimu uliopita wa 24 25 huo tofauti. Kwa hiyo tunajitahidi kuwa bora zaidi, kufanya vile vitu ambavyo makosa yalikuwa yanajirudia kila mara. Kwenye sana makosa yalikuwa yanajirudia sana kwenye upande wa usajili, double registration, kutoa timu mchezaji amesajiliwa. Hadi sasa hivi tunaelekea mzunguko wa 6 hatujapata hiyo kesi. Kwa hiyo tumejitahidi kudhibiti vizuri, kwa hiyo naamini tutafika pazuri. Tokeza hata mimi nakumbuka wakati na ligi inaanza kwenye mechi za kwanza, wiki ya kwanza ilikuwa nayo hizo tabia ilianza kujitokeza kwamba hadi nafika dakika 2 ndio timu inaingia uwanjani, lakini tulijaribu kukemea. Hadi sasa hivi imepungua kwa asilimia kubwa, haijafika 100%, lakini kwenye 80% timu nyingi sasa hivi zinawahi kufika, ila changamoto baki ni kujitahidi kufika na kuwasilisha majina mapema kwenye media ili games zikaenda live kwa wakati. Hiyo ndio changamoto iliyobaki, lakini kwenye changamoto kuwahi sasa hivi zinajitahidi kuwahi, ila changamoto iliyobaki ni kuchelewa kuwasilisha orodha ya wachezaji kwenye mapema. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunaendelea kuipambania, lakini naamini kwa hii wiki ya 6 na kuendelea kufikia hatua ya mtoano, naamini hicho kitu tutakikomesha kabisa. Tuna mikakati thabiti ya kuweza kufanikisha hilo. Kwa hilo kama tulivyosema awali, tulikuwa ni D-League ilikuwa inakuwa ni kwa watu ambao wameshindwa kucheza BDL wanakuja kucheza D-League. Kwa hiyo nilikuwa ni utaratibu wetu kwa miaka yote D-League kuchezeshwa na waamuzi wawili, na pia kutumia upcoming referee ili kupata platform na wao kuwa vizuri. Lakini sisi kama vitu vinabadilika, na sisi ni nani kama viongozi tushinde kubadilika? Hilo tumeliona. Ni kweli kwamba game imekuwa na kasi kubwa sana. Baadhi ya waamuzi ambao tunawatumia kuwa na waamuzi wawili au upcoming referee ambao tunawatumia bado hawaendani na kasi ya ile game. Sisi tunakubali pia hilo, lakini tumeamua kama viongozi kubadilika. Lakini kwa sasa hivi kwa hii mizunguko iliyobaki, mzunguko wa 6 na wa 7, tutamalizia kwa marefari wawili, lakini kwenye playoff tutarudi kwenye tutarudi kutumia marefari watatu. Kwa hiyo tutamalizia mzunguko kwa kuwa na marefari wawili. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.